kumpenda na kumtegemeza mchungaji wako. Tukasome Warumi 13 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Biblia inasema, Amen. Kila mtu na aitii mamlaka iliyokuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo umeamriwa na Mungu. Hivyo amwasie mwenye mamlaka hushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona katika kitabu hicho cha Warumi sura ile ya 13 na ule mstari wa kwanza na wa pili, tunajulishwa kwa habari ya kutii mamlaka. Biblia inatuambia kwamba kila mtu, kila mmoja wetu lazima atii mamlaka, iwe ya kiserikali, iwe ya kidini. Bwana, sababu Biblia inasema hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na yule ambaye atamuasi yule mwenye mamlaka, maana yake anajipatia hukumu. Bwana, mahali hapa mchungaji wako au wachungaji wako wamepewa mamlaka na Mungu. Hawa wanayo mamlaka ya kiroho juu yako, kama vile ambavyo iko katika familia kwamba yuko baba, yuko mama, wako watoto. Na tunajua katika familia msemaji wa mwisho ni baba akishauriwa na mama, si ndio? Na watoto wanatakiwa kumtii baba. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda katika familia ukakuta kwamba mtoto ana usemi wa mwisho juu ya baba yake, manake huyu ameasi mamlaka. Kwa hiyo wale wa mama ambao wanataka wa baba wawe chini yao, kimsingi wanaasi mamlaka, kwa sababu baba ni kichwa cha familia, Biblia inasema. Kwa hiyo katika familia mwenye mamlaka ni baba akishauriana na mama, na watoto pamoja na mama wanatakiwa kumtii baba. Lakini tukija katika kanisa, maana yake washirika wote wanatakiwa kutii mamlaka aliyopewa nani? Bwana Yesu asifiwe. Twende tukaangalia kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 22 mpaka 23. Ninyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba hilo neno ambalo tumesoma hapo katika hicho kitabu cha Waefeso sura ya 5 na mstari wa 12 unaelezea au unasisitiza kile ambacho nilikuwa nimekieleza, ya kwamba katika familia baba ndiye mwenye mamlaka na mke na watoto wanatakiwa kufanyaje? Wanatakiwa kutii. Lakini katika kanisa tunasema ni mchungaji. Hapa tumesoma kwamba kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ameshamuona Yesu hapa katika kanisani? Unamuonaga Yesu akisimama hapa katika ibada? Si, hapana. Unamuonaga nani? Bwana asifiwe. Kwa hiyo mchungaji, tunajua kwamba Yesu ndiyo mchungaji mkuu, lakini huyu Yesu ambaye ni mchungaji mkuu ametoa yale madaraka kwa wachungaji wa kibinadamu ambao ndio wanasimama katika madhabahu kila siku kwa ajili ya kusema na kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mchungaji wako unatakiwa kumtii, kwa sababu ni mamlaka ambayo amepewa na nani? Tukisoma ile Waebrania sura ya 13 mstari wa 20 unasema kwamba Yesu ndiye mchungaji mkuu. Ametoa mamlaka yake ile alionayo ya kichungaji kama sehemu ya huduma mojawapo kwa wanadamu, ili hawa wanadamu waweze kufanya ile kazi ambayo yeye Yesu kama mchungaji mkuu alikuwa akiifanya. Kwa hiyo kwa sababu Yesu ametoa hiyo mamlaka kwa wachungaji wa kibinadamu, maana yake mahali popote ambapo yupo mchungaji wa kibinadamu ambaye amepokea mamlaka kutoka kwa Mungu, na wewe unaamini kwamba huyu mchungaji anaisema ile kweli ya Mungu, Bwana asifiwe, huyo unatakiwa umheshimu. Sasa tuangalie wajibu wa mchungaji ni nini? Mchungaji wako ana wajibu gani kwako? Wajibu wa mchungaji umegawanyika katika maeneo yafuatayo. Eneo la kwanza, wajibu wa mchungaji, ana wajibu juu yake yeye mwenyewe katika mwili wake na katika roho yake, kama ambavyo wewe kama muumini au wewe kama mtu ambaye umemwamini Mungu
una wajibu wa kwanza wa kwako mwenyewe katika roho yako, halafu katika mwili wako. Bwana asifiwe. Katika roho yako kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba unatakiwa uishi maisha matakatifu vile ambavyo neno linakuelekeza. Utembee katika njia zile ambazo Mungu anataka utembee, lakini ufanye yale ambayo Mungu anataka ufanye kwa maongozi ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Lakini katika mwili, kwa sababu Biblia inasema mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu, kwa hiyo unatakiwa ulitunze hilo hekalu, uwe msafi. Bwana Yesu asifiwe. Uvae vizuri, lakini uoge, lakini upendeze, lakini ulinde huo mwili. Usiutumie huo mwili kwa ajili ya vitu vichafu kama vile uzinzi na vingine vinavyofanana na hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama vile ambavyo mimi na wewe unao wajibu juu ya mwili wako na roho yako, vile vile wajibu wa kwanza wa mchungaji wako unahusiana na roho yake na mwili wake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wajibu wa pili wa mchungaji, anao wajibu kwa Mungu wake anayemtumikia, Mungu aliyemuita na kumuweka mahali hapo alipo. Bwana asifiwe. Lakini pia na wewe unao huo wajibu kama mtu ambaye umeamini kwamba kila mtu ana wajibu kwa Mungu. Mungu anataka ufanye nini, wakati gani, uwe na nani, usiwe na nani. Kila mmoja siku ile ataenda kutoa hesabu yake. Bwana asifiwe. Lakini wajibu wa tatu wa mchungaji, mchungaji anao wajibu kwa familia yake. Bwana asifiwe. Akiwa ni wa kiume, maana yake ana wajibu kwa mke wake, ana wajibu kwa watoto wake, kuwahudumia. Lazima hakikishe familia yake inapata mahitaji ya muhimu, ya msingi, ya kibinadamu. Bwana asifiwe. Lakini pia kama ni mwanamke, basi anatakiwa pia familia yake ipate mahitaji yale ya msingi, ya muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Kwa hiyo wajibu wa kwanza kwake yeye mwenyewe, wajibu wa pili kwa Mungu wake, wajibu wa tatu ni kwa familia yake. Anatakiwa hakikishe familia yake ipo vizuri na familia yake ni mfano wa kuigwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wajibu huo anao yeye mwenyewe. Lakini wajibu wa nne wa mchungaji, ana wajibu kwa kanisa. Kubwa wa mchungaji ni kwa kanisa la Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wajibu wake wa tano, ana wajibu kwa jamii inayomzunguka. Yaani jamii yote hii ambayo inazunguka hapa, mchungaji Nehemia ana wajibu kwa hiyo jamii. Anatakiwa maisha yake, utumishi wake lazima ulete matokeo katika jamii inayofanya nini? Inayomzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Haleluya, wana wa Mungu. Tunaelewana hapo? Amen. Sasa leo hatutaangalia wajibu mwingine wowote, bali tutakwenda kuangalia wajibu wa mchungaji wa kanisa. Wajibu wa kwanza wa mchungaji kwa kanisa la Mungu ni kuwachunga kondoo au washirika au waamini ambao amepewa na Mungu kufanya hivyo. Twende tukaangalia kitabu cha Matendo. Mchungaji kama mchungaji ni mwangalizi wa kanisa mahali ambapo amewekwa. Lakini tunajua kwamba kuna wachungaji ambao ni waangalizi au wanatunza kanisa zaidi ya moja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa kila kanisa, kama mchungaji ana kanisa zaidi ya moja, kwa maana ya matawi, maana yake anatakiwa kuyatunza na kuyalinda na kuyachunga hayo makanisa kama vile ambavyo Roho wa Mungu amemuelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Biblia hapo hapo inasema kwamba mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hapa tunafundishwa kwamba kanisa sio la mchungaji, kanisa ni la Mungu mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu huyu Mungu alilinunua hilo kanisa kwa damu yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kanisa sio la mchungaji. La mchungaji amepewa kulitunza kanisa na kulilisha. Bwana asifiwe. Na kuliangalia. Haleluya, wana wa Mungu. Haleluya.
Kwa hiyo kwanza mchungaji ajitunze mwenyewe, halafu kisha atunze lile kundi ambalo amepewa. Lakini maana ya kutunza ni nini? Maana ya kutunza ni kuweka chini ya uangalizi ili hicho kitu kisiharibike au kisipate madhara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini kuchunga maana yake nini? Kuchunga maana yake ni kulinda ili hicho kitu kisidhurike. Lakini kuchunga kwa maana nyingine ni kukusanya pamoja, kama ambavyo sisi tumekusanyika mahali hapa. Bwana, ndio maana unaona mchungaji wako kama hauji kanisani atakufuatilia ajue huyu kwa nini hajaja kanisani. Kwa nini? Kwa sababu ana kazi ya kulikusanya kundi likae kwa pamoja, ambapo wengine katikati ya kundi wanaenda pembeni. Ni kazi ya mchungaji kuwarejesha katika kundi ili aweze kulichunga hilo kundi kwa pamoja. Lakini tunaposema kwamba mchungaji ana wajibu wa kulilisha kanisa, tunamaanisha nini? Kulisha maana yake ni kufundisha neno ili wale waamini au lile kanisa liweze kukua kiroho. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya kulisha, sio kuwalisha chakula kwa maana ya ugali na maharage. Bwana asifiwe. Usitoke ukasema mama askofu alifundisha kwamba wewe mchungaji una wajibu wa kunilisha mimi kama muamini, kwa hiyo nipe chakula. Bwana asifiwe. Kulisha ni kukulisha neno la Kristo, ni kukufundisha wewe kipi ufanye, kipi usifanye, lakini akuonye kupitia neno, akukemee kupitia neno, akuelekeze kupitia neno. Huko ndiko kulisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuanzia leo ujue kwamba uzima wa milele ni kumjua Yesu Kristo. Sawa? Kwanza umjue Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma. Huo ndio uzima wa milele. Hiyo kutokufa, kuishi milele, mwili kutoharibika, hiyo ni hali ya kuwa katika uzima wa nini? Wa milele. Kwa hiyo tumesoma hiki kitabu kwa habari ya uzima wa milele kwa sababu nimesema kwamba kazi ya mchungaji ni kulilisha kundi. Bwana asifiwe. Kulilisha kwa maana gani? Lazima akufundishe wewe umjue huyo Mungu wa kweli wa pekee. Atakufundisha kupitia neno la Kristo. Kwa hiyo unapomjua Mungu wa pekee wa kweli, unapomjua Yesu Kristo mwanawe aliyemtuma, maana yake uzima wa milele unakuwa ndani yako. Baada ya uzima wa milele kuwa ndani yako, ndio pale ukifa hauwezi kufa, mwili wako ndo utakufa, lakini wewe utakuwa nini? Utakuwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Kwa hiyo mchungaji amepewa kibali na Mungu cha kuichunga hiyo roho yako. Ukiona upo chini ya mchungaji fulani, maana yake Mungu ametoa kibali. Huwezi ukakaa chini ya mchungaji husika kama Mungu hajaruhusu wewe ukae chini yake. Ndio maana mimi mara nyingi huwa nawaambia watu, kama ukiona mahali hapa hupokei chochote kutoka kwa watumishi wa Mungu, wewe mlango ule pale, nenda katafute mtu ambaye akisimama madhabahuni anaposema neno la Kristo, wewe utapokea. Bwana Yesu asifiwe. Wajibu wa kwanza wa muamini au mshirika kwa mchungaji wake ni kumheshimu. Twende tukasome kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na ule mstari wa 12 mpaka 13. Lakini ndugu, tunataka mwatambue wale wanaojitabisha kwa ajili yenu na kuwasimamia ninyi katika Bwana na kuwaonyeni. Kwa 13, mkawastahi sana katika upendo kwa ajili ya kazi zao, iweni na amani ninyi kwa ninyi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Kwa hiyo tunaona hicho kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, hiyo sura ya 5 na huo mstari wa 12 na wa 13, Paulo anawaambia hawa Wathesalonike ya kwamba anataka Wathesalonike watambue wale watu wanaojitaabisha kwa ajili yao na kuwasimamia katika Bwana na kuwaonya. Bwana Yesu asifiwe. Sema kwamba wachungaji kazi yao
ni kuhakikisha wanalilinda kundi, wanalilisha, wanalichunga. Kwa hiyo kama wachungaji wanajitaabisha kwa ajili yako wewe unachotakiwa kufanya ni kuwaheshimu. Mheshimu mchungaji wako. Sababu ya kwanza kabisa ni kwa sababu anajitaabisha kwa ajili yako. Wakati wewe umelala usiku, yeye halali, anakuombea, anakutaja familia yako, sijui kazi yako, sijui nini. Bwana asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Lakini anapokuwa anajitaabisha kukuombea wewe ufanikiwe, yeye sio sehemu ya hayo mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Ukifanikiwa, si unafanikiwa na familia yako au unafanikiwa na mchungaji wako? Hiyo mchungaji ni mtu ambaye anajitaabisha kwa ajili yako wewe na familia yako na afya yako na roho yako. Kwa hiyo ni lazima hawa watu tuwaheshimu. Wanawasimamia katika Bwana na kuwaonyeni. Mpendwa, mchungaji anapokuonya usikasirike wala usimdharau kwamba kwa nini ananiambia hivi, amenionaje mimi na nini. Ni Biblia inasema, inampa wajibu wa kukuonya wewe pale ambapo unakuwa umekosea, pale ambapo anaona umekengeuka. Ni wajibu wake yeye kukuonya wewe na kukuelekeza. Kawastai sana katika upendo kwa ajili ya kazi zao. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni lazima muwastai, hawa ni binadamu. Umeona? Kwa hiyo lazima umstai mchungaji kwa sababu tu ya ile kazi ya Bwana anayoifanya. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi ukaongea na mchungaji wako kama mshikaji tu. Bwana asifiwe. Hata kama ni kijana mwenzio, hata kama ni mama mwenzio, hata kama ni mzee mwenzio, lazima umheshimu. Lakini sababu ya pili kwa nini umheshimu mchungaji wako, ya kwanza nimesema ni kwa sababu anajitaabisha kwa ajili yako katika nyanja zote. Bwana Yesu asifiwe. Si mnajua hapa Morning Glory wanakuja wachache sana, lakini sikiliza maombi yanayoombwa. Tunaombea kanisa, familia ile na baba yule. Ukisema yule manake hayupo hapa, si ndio? Tuwaheshimu wachungaji kwa sababu watasimama mbele ya kiti cha hukumu siku ile ya mwisho na kutoa hesabu juu yako wewe. Biblia inasema kwamba kila mmoja wetu atatoa hesabu yake siku ile ikifika. Kwa hiyo wewe utakapokuwa unapeleka kazi yako ili ende ikapimwe na moto mbele za Bwana, maana yake mchungaji naye atabeba kazi yake. Bwana asifiwe. Ya kwake mwenyewe kwanza kwa maisha yake binafsi, halafu atabeba na kazi ya kanisa zima, kwamba wewe, mimi nilikupa watu 200. Hawa watu 200 mbona umewaleta hapa 5 tu? Wengine wako wapi? Kama wamepotea kwa sababu ya uzembe wake, maana yake kazi yake haitasimama, kazi yake italambwa na moto. Kwa hiyo wewe mshirika, wewe mpendwa, ndiye una wajibu wa kumsaidia mchungaji wako ili siku ile anapoenda kutoa hesabu yake juu yako, Bwana asifiwe, akaitoe ile hesabu kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Tukasome Ibrania 13 mstari wa 17. Watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha, wala si kwa kuugua, maana isingewafaa ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Haleluya. Amen. Sasa hicho kitabu ambacho tumesoma, hiyo Waebrania 13:17, tunaona hapo Biblia inasisitiza tu kwa habari ya kuwatii wachungaji. Nilishazungumza kwa habari ya kutii mamlaka ya kiroho ambayo inakuongoza, lakini pia tumeambiwa kwamba tuwanyenyekee hawa wachungaji au watumishi wa Mungu. Sababu ni nini? Sababu ni kwamba wanakesha kwa ajili ya roho zetu. Lakini nilikuwa nataka hii 17B ambayo inasema ili kwamba kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua, maana isingewafaa ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji atakapokwenda kutoa hesabu ya kazi yake siku ile ya mwisho, tunatamani kwamba akatoe kazi yake kwa furaha, asiende kutoa kazi yake kwa kuugua. Tunajua maana ya kuugua. Kuugua ni kunungunika. Kwa hiyo hatutamani kuona wachungaji wetu siku ile ikifika
waende mbele za Kristo wakatoa hesabu kwa kunung'unika. Biblia hapa inatoa angalizo, anasema kwamba wala si kwa kuugua, maana isingewafaa ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni heri wewe kama mpendwa uko mahali hapa, ukasimama katika zamu yako, ukamheshimu mchungaji wako, ukasikiliza neno la Mungu ambalo anakufundisha, lakini ukakubali kupata badiliko, ili siku ile usiwe sababu ya mchungaji wako kutoa hesabu akiwa na moyo wa kuugua. Anapotamani mahali fulani ubadilike, kubali kubadilika. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wathesalonike wa kwanza ile sura ya 5 mstari wa 13. Biblia inasema, amen, mkawastahi sana katika upendo kwa ajili ya kazi zao, iweni na amani ninyi kwa ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa sababu tu ya kazi anayoifanya. Hii kazi, niwaambie wapendwa, ni ngumu muone mtu mwingine anafanya, lakini ukifanya wewe unaweza ukakimbia. Kama unataka hao watu kweli waende mbinguni, sio rahisi, lakini kama unataka wabaki, ni rahisi. Pende mchungaji wako, lakini Biblia inasema iweni na amani ninyi kwa ninyi. Na mimi nakwambia iweni na amani ninyi kwa nyinyi kwa ajili ya mchungaji wenu. Bwana asifiwe. Wewe usipokuwa na amani na huyu, maana yake tayari umemweka mchungaji wako kwenye shida. Unajua maisha ya mchungaji ni kubeba mizigo yenu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nyinyi mkipishana huko Kiswahili tayari ni shida. Hawezi kukaa kwa raha anaposikia mtoto wake amefanya dhambi, na ndio maana kila siku tunakemea dhambi hapa. Ule ni mzigo ambao yeye anatwishwa au bebe. Wewe unaendelea na starehe zako, alafu umemtwisha mwenzio mzigo akubebee. Na kwa sababu yeye ataenda kutoa hesabu, lazima ubebe. Alishaitwa akaitika. Hakuna mtu atanyanyuka kumsema mwenzie vibaya. Hamna mtu atakaye mtazama mwenzake kwa jicho la tofauti. Kwa hiyo mtakuwa na amani ndani yenu. Na mnapokuwa na amani, kanisa linapotulia, katika utulivu katika Kristo, manake mchungaji wenu anapata raha ile ambayo Biblia inasema kwamba nitawapeni raha, naye anapumzika. Lakini unapoanza kusikia chokochoko ndani ya kanisa, manake mchungaji anakuwa na hali mbaya, kwa sababu yeye lazima aanze kuomba, amlingane huyo Mungu wake, sio akuombea mafanikio, ila anaomba tena, Mungu naomba umtengeneze huyo mtu. Ulishatengenezwa. Sasa kwa nini unataka tena uharibike, tena uje uombewe utengenezwe? Kwa hiyo sisi tutazame njia zetu, tutazame mienendo yetu. Kwa kufanya hivyo tunamsaidia mchungaji wetu. Ukimwombea mchungaji wako, manake na yeye ataongezeka viwango. Tuwekeze katika kutaka wachungaji wetu waongezeke viwango. Yaani kama walikuwa wanatuhudumia kwa namna hii, tuwaombee Mungu azidi kuwapa mafunuo ili watuhudumie kwa viwango vikubwa zaidi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Tutamani kwamba viongozi wetu wa kiroho Mungu awainue wakue na kukua na kukua, kwa sababu wao wanavyokuwa, manake na sisi tunafanyaje? Tunaongezeka. Hesabu 12 mstari wa 1 mpaka wa 10. Kisha Miriam na Haruni wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemwoa, maana alikuwa amemwoa mwanamke Mkushi. Wakasema, je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu? Hakunena na sisi pia? Bwana akasikia maneno yao. Basi huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Bwana akanena ghafla na Musa na Haruni na Miriam na kuwaambia, tokeni nje ninyi watatu, muende hemani mwa kukutania. Basi hao watatu wakatoka nje. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu, akasimama pale mlangoni pa hema. Akawaita Haruni na Miriam, nao wakatoka nje wote wawili. Kisha akawaambia, sikizeni basi maneno yangu. Akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana
wazi wazi, wala si kwa mafumbo, na umbo la Bwana yeye ataliona. Mbona basi ninyi hamkuogopa kumnenea mtumishi wangu huyo Musa? Hasira za Bwana zikawaka juu yao, naye akaenda zake. Kisha hilo wingu likaondoka kutoka pale juu ya hema, na tazama, Miriam akawa mwenye ukoma, mweupe kama theluji. Haruni akamwangalia Miriam, na tazama, yu mwenye ukoma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Unaona madhara ya kumsema vibaya mtumishi wa Bwana? Tunajua Musa alikuwa ni mchungaji wa kanisa la jangwani, wana wa Israeli. Lakini tunaona hapa Haruni na Musa anatoa maelekezo, alafu Miriam wanaanza kusema kwani Mungu anasema na Musa tu? Kwani kwa nini asiseme na sisi? Kwanza mtu mwenyewe ameoa mwanamke wa kabila jingine. Kwa hiyo kumsema mtumishi wa Bwana kuna madhara ya rohoni, lakini pia yako ya mwilini. Jibu wa tatu wa kanisa kwa mtumishi wa Mungu ni kumwamini. Mungu anataka watu wote ambao wako katika kundi ambalo linachungwa na mchungaji fulani ambaye anawaongoza hao watu katika roho na kweli, hao watu wamuamini, na muamini kwa ajili ya mafanikio yao wenyewe. Neno ya unabii huwa wachungaji wanasema, lakini watu wengi huwa hawaamini. Mchungaji anaweza akakutamkia neno, wewe ukamtazama yeye badala ya kulitazama lile neno, hauwezi kupokea. Hiyo ni lazima kwanza umuamini mchungaji wako ili uweze kuamini kile ambacho anakuambia au lile neno ambalo anakutamkia. Imani yako ni mkono wa kupokelea kutoka kwa Mungu, ndivyo inavyofanya kazi. Kwa sababu Mungu mara nyingi anasema na mchungaji, alafu mchungaji anasema na nini? Anasema na kundi. Haleluya. Wajibu wa 4 wa kanisa nilianza kuugusia ni kumuombea mchungaji wako. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza na wa pili, Biblia yangu inasema, hatimaye ndugu, tuombeeni neno la Bwana liendelee na kutukuzwa vile vile kama ilivyo kwenu, tukaokolewe na watu wasio haki, wabaya, maana si wote walio na imani. Bwana asifiwe. Paulo anawaambia Wathesalonike wawaombee. Tunajua kwamba mtume Paulo alikuwa anapanda makanisa mengi, na alikuwa nyakati kwa nyakati akipita kwa ajili ya kwenda kuwatia moyo, kwa ajili ya kuwaonya, kwa ajili ya kuwakemea na kutoa maelekezo juu ya mambo mbalimbali. Sasa hapa mtume Paulo anawaambia Wathesalonike kwamba ndugu, tuombeeni, lakini anatoa sababu kwa nini lile kanisa liwaombee kina Paulo kama wachungaji au kama watumishi ambao wamepewa kuchunga hilo kundi. Muombee ili neno la Bwana liendelee. Lakini tunawaombea wachungaji ili waokolewe na watu wabaya wako nje, lakini wako watu wabaya katikati ya kundi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sikuwa tunavunja nguvu za maagenti kanisani. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema sio kila anayesema Bwana Bwana huyo ni wa Bwana, wengine sio wa Bwana. Kwani unafikiri Yesu akija tunaenda wote? Hatuendi wote. Ni ukweli unaouma, lakini ndio hivyo. Usimfariji mtu, mwambie ukweli. Si ndio? Hatuendi wote. Kwa hiyo kama hauna uhakika, kaza buti, rekebisha vile vilivyosalia ili tuende wote. Mchungaji Kayombo siku moja anasema alionyeshwa hapa Ushirombo, alikuwa anapitishwa kwenye makanisa. Bwana asifiwe. Anasema ni kama vile roho yake ilikuwa imechukuliwa, amelala, lakini kama vile amechukuliwa, alafu kuna mtu anampeleka juu ya makanisa mbalimbali. Akapitishwa kwenye makanisa mengi. Bwana asifiwe. Anasema kila mahali nilipokuwa nikipita katika kanisa, tukifika juu ya lile kanisa, ninawakuta washirika labda 2 au 3. Nauliza, hawa nao? Anasema hawa ndio ambao nikija au kama ningekuja leo ningewakuta, ningewachukua. Watu 200 wanachukuliwa watu 3, na unaonyeshwa hata yule mtumishi anabaki. Bwana Yesu asifiwe. Nilikata tamaa. Nikasema kama ni hivi, basi sasa nani atakayeenda? Usijipe moyo unaenda wakati uendi. Tengeneza. Bwana asifiwe. Sababu niwaambie wapendwa, hakuna mtu ambaye hajui hali yake ya kiroho. Kwa hiyo mimi siwezi kukufariji
eti kwamba Yesu akija tutaenda wote wapi? Hiyo Wathesalonike sura ile ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 2, na ukisoma Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 25, Paulo anaongea maneno machache tu, naomba mtuombee. Kwa hiyo inaunga mkono hii Wathesalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 1. Kwa hiyo Paulo analiambia kanisa liwaombee wao kama wachungaji wanaochunga hayo makanisa. Lakini kwa nini tuwaombee wachungaji? Jambo la kwanza, tunawaombea wachungaji kwa sababu wao ni binadamu. Yaani wana hali zote za kibinadamu. Hiyo ni lazima tuwaombee, lakini anahitaji kukua kiroho kama ambavyo wewe unahitaji kukua kiroho. Yeye anatakiwa kukua kiroho katika utumishi wake ambao anakutumikia au anamtumikia Mungu kwa ajili yako wewe. Kwa hiyo ni lazima tuwaombee. Kama mtu anachoka, manake anahitaji maombi. Ziko sababu nyingi za kuwaombea wachungaji, lakini tunajua kwamba vita ni kali. Vita ya kanisa ni kali sana. Kwa hiyo lazima tufanyaje? Tuwaombee watumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka 17 mstari wa 8 mpaka 13, karibu msomaji. Wakati huo Waamaleki wakatokea wakapigana na Israeli huko Refidimu. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu ukatoke upigane na Waamaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile na ile fimbo ya Mungu nitakayokuwa nayo mkononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Amaleki, na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Ikawa Musa alipouinua mkono wake, Israeli walishinda, na alipoushusha mkono wake, Amaleki walishinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito. Basi wakatwaa jiwe wakaliweka chini yake akalikalia. Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikathibitika hata jua lilipokuchwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapo kulikuwa kuna vita kati ya Waamaleki na Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Ni sasa tunaona kwamba kweli wameenda katika vita, wameenda kupigana. Bwana asifiwe, wakiongozwa na kiongozi wao ambaye ni nani? Ni Musa. Lakini ile vita haikuwa vita ya kitoto, ilikuwa ni vita kali. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa Musa na Haruni na huyo mtumishi mwingine wanaamua kwenda wapi? Wanaamua kwenda katika kilima, huku wanamwacha Yoshua anaendelea kupigana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasemaje? Kwamba huyu Musa alipokuwa ananyanyua ile fimbo ambayo Mungu alikuwa amempa, fimbo ni mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Israeli walikuwa wanashinda, lakini alipokuwa anashusha, manake Israeli walikuwa wanapigwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa kwa sababu Musa alikuwa ni binadamu kama mimi na wewe, manake alikuwa anachoka. Uwezi ukanyoosha tu mikono muda wote huku umeshikilia nini? Fimbo. Haleluya. Kwa hiyo tunaona kwamba ili Musa aendelee sasa kushikilia ile fimbo, kuinyanyua juu ile fimbo, ilibidi kwamba kina Haruni wamtegemeze. Wanamtegemezaje? Kwa kushikilia mikono yake. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona wanamwekea jiwe. Musa anakaa juu ya jiwe, mwingine anashika mkono wa huku, mwingine anashika mkono wa huku. Musa anaendelea kushikilia nini? Ile fimbo. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya kutegemezwa na hawa watumishi wa Mungu, tunaona kwamba Israeli walipata kushinda ile vita. Mchungaji wetu tunamtegemeza kwa namna moja au nyingine, kwa sababu vita ni kali, hawezi kupigana peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni askari namba 1, lakini sisi pia ni askari. Anaposema jamani twendeni vitani, tufate nyuma. Bwana asifiwe. Hatuendi kupigana katika uwanja tumebeba bunduki. Sisi silaha yetu ni neno. Bwana Yesu asifiwe. Tuko katika vita, tuko kwenye maombi ya siku 14. Ninatamani kwamba tuende na mchungaji wetu. Anasema jamani, mimi natamani ya kwamba tuone utukufu wa Mungu unarejeshwa juu ya kanisa. Lakini jambo jingine ni kwamba unatakiwa wewe, wajibu wako mwingine ni kuwa sehemu ya huduma. Lazima uwe sehemu ya huduma. Hudhuria ibada zote zinazotangazwa au zilizopo kwa mujibu wa ratiba
Kama una sababu ya kutofika ibadani, hilo ni jambo jingine. Lakini usiache kuja ibadani umekaa nyumbani au umeenda kwa shosti yako, hapana. Na pia itamfurahisha na kumjenga hata mtumishi wako. Kwa hiyo usiwe mshirika wa kutaka mafanikio tu. Lazima utembee na mchungaji wako katika nyakati zote. Anapolia lia naye, anapocheka cheka naye, anapofanikiwa fanikiwa naye, na wewe unapofanikiwa uruhusu na yeye afanikiwe pamoja na wewe. Sema amen. Usimlinganishe mchungaji wako na mchungaji mwingine yote, kwa sababu mchungaji wako ni wa kipekee. Mchungaji wako amepewa vitu vinavyokufaa wewe, sio vinavyomfaa yule kule. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mchungaji anapewa karama au huduma kulingana na kundi analolichunga. Nyie hapa mnapenda sana kuimba na kurukaruka, si ndio? Si mchungaji wenu mwimbaji huyu au? Kuna wachungaji wengine hawataki hizo biashara. Eti usifu unarukaruka hapa, unarukaruka nini? Bwana asifiwe. Lakini nyie hapa ni basi tu natamani hata mkanyage ngoma hizo juu wakati mnamsifu Bwana, si ndio? Nafasi haitoshi, mnatamani mjiachie, si ndio? Jibu wako wa mwisho ni kumtegemeza mchungaji wako kiuchumi. Sema uchumi. Unajua kwa nini tunamtegemeza mchungaji? Kwa sababu asipoweza kuhudumia familia yake, hawezi kukuhudumia wewe. Kuwa na utulivu kama watoto pale nyumbani hawana chakula. Tunamtegemeza ili aweze kutulia na Bwana. Tulie kwanza, familia yake ikae vizuri, halafu yeye sasa abaki tu anapambana na Mungu wake kwa ajili ya baraka zako, kwa ajili ya afya yako, kwa ajili ya mafanikio yako, kwa ajili ya yote ambayo Mungu anatamani wewe uyapate. Biblia inasema kwamba makuhani wanakula wapi? Madhabahuni, si ndio? Hatuwezi kusema kwamba kanisa limtegemeze mchungaji kila siku. Umeelewa Kwa hiyo zile zaka tunazotoa, sehemu ya 10 ya mapato yetu tunayotoa, maana yake tunampa mchungaji, si ndio? Si ni haki yake? Lakini tukitoa kwa uaminifu, maana yake zitakuwa nyingi.